Ilikuwa ni kama bahati tu kwamba yule mwalimu Christina alikuwa ameonyesha kunipenda sana. Akaniambia ile siku ya kwanza tulipofungua shule, nahitaji kuzungumza na wewe, na sijui kwa nini ninataka kuzungumza na wewe Sesi. Nikaambia, unataka kuzungumza na mimi? Mimi niko tayari. Unataka kuniambiaje madam? Nilikuwa nimezoea kumuita Madam Kiri. Akaniambia, maneno ambayo ninayotaka kukuambia ni maneno ambayo yanaweza yakaniletea matatizo mimi makubwa sana, lakini pia yanaweza yakaleta matatizo makubwa pia hata katika mradi huu wa shule ya mjomba yangu. Nikaambia, kwa nini unasema hivyo? Sesi, wewe ni kama mdogo wangu. Siku ya kwanza tu nilipokuja hapa shuleni, nilijikuta kwamba nimekupenda, na japokuwa nilikuwa sikufahamu kabisa. Nimeingia tu hapa shuleni, nikaingia darasani kwenu, nikaona unafaa kuwa rafiki yangu, na sikujua ni kwa nini huu urafiki wetu umetokea mpaka unapelekea sasa ninakwenda kusema vitu ambavyo nilipaswa nisiviseme kabisa. Msikilizaji, niliguna kidogo. Nilimwangalia madam kwa umakini. Kipindi hicho tunasubiria matokeo yetu ya NECTA yaweze kutoka pale, japokuwa tulikuwa na uhakika wa kufaulu darasa zima kwenda form 3, lakini tulikuwa tu tunataka tujue kwamba tumeshika nafasi ya ngapi. Hakuna mtu ambaye alikuwa na mashaka ya kufeli form 2, hayupo. Sasa akili yangu ikaenda haraka kwenye matokeo, kwamba ina maana inawezekana mimi nikawa nimefeli au kuna kitu gani au ni nini. Yaani akili yangu ikaenda shule haraka sana. Madam Kiri, yule mpwa wa mkurugenzi wa ile shule, akaniambia, leo ni Jumatatu, hebu tuongee Jumatano. Na Jumatano hatutaongelea hapa shuleni. Jumatano ni siku ambayo mnapata nafasi ya kutoka nje ya shule mkiwa mnaenda makanisani. Mimi na wewe tutatangulia kutoka na kwenda kanisani pamoja. Tutaingia kanisa la kule relini kule. Tusiende hili la kule ng'ambo Mibuyuni. Twende kule relini. Lile ndo lina eneo kubwa. Na vitu ninavyotaka tuongee ni vitu ambavyo vinataka tukae wawili. Na hiyo sehemu tulipokaa tuhakikishe kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akajificha mahali na kutusikiliza tunachokiongea. Kwa hivyo mimi nitakuombea ruhusa na tutatoka mimi na wewe mapema. Si mnaruhusiwa kutoka saa 10? Nikamwambia ndio. Akasema sasa sisi tutatoka tukipindi cha mwisho kile kinachoisha saa 8 na dakika 20. Tukimaliza pale tu sisi tutatoka. Tukitoka pale Jumatano, sisi tutaenda moja kwa moja mpaka kule kanisani. Tukifika kule ndipo nitakapokuambia mambo ambayo inanibidi tu nikwambie. And I don't know why nakwambia. Lakini kikweli nimeshindwa kuvumilia na nimeshindwa kunyamazia kabisa. Msikilizaji, ningemwambia kwa nini umeweka mbali hivyo jamani? Si bora ungeniambia tu hata leo. Akaniambia hapana. Usiwe na mashaka. Mimi ndo nimekuambia kwa sababu ninafahamu mambo mengi. Na unajua kwamba ngoja nisikuambie kuhusu ujio wangu hapa. Lakini yote hayo nitakwambia siku tukienda hiyo Jumatano hiyo tukienda kanisani kule. Yaani siku hiyo usiitenge kwenda kuabudu, hiyo itenge kwenda kuongea na mimi. Nikamwambia sawa, madam. Akili yangu iliniambia kabisa kwamba Madam Kiri kuna kitu kizito sana anakwenda kuniambia.
wala sio habari ya matokeo wala nini. Nilifahamu kabisa pale kuna kitu anataka niambie, hicho kitu na sijui ni nini, lakini lazima ni kitu nyeti sana kutokana na mazingira tu ambayo aliyokuwa yamejenga. Basi bana, mimi pale nilikaa shuleni pale kama kawaida siku zile mpaka ikafika ile Jumatano. Ile Jumatano kuanzia asubuhi, Madam Kiri alikuwa ananipenda sana na kunisogeza karibu yake. Kuna muda alikuwa anatoka kule anakuja tu muda mahali pale darasani nilipokaa, anakaa anaweka kiti anakaa pembeni yangu. Ananitazama tu. Hata kama kuna daftari anasahisha anakuwa yuko na mimi tu. Anasahisha alikuwa yuko pembeni yangu. Nakumbuka siku ile hata chai, mimi sikunywa chai upande wa wanafunzi. Aliniita alipokuwa amekaa kwenye meti akiwa anasahisha daftari pale, akaniambia kaa hapa, ikabidi tunywe chai mimi na yeye. Alikuwa ananitazama kwa huruma sana. Ni ukweli alikuwa anaonyesha kunipenda sana Madam Kiri. Msikilizaji, ilipofika ile saa 8 na dakika 20, kwanza hata kabla dakika 20 hazijafika ile saa 8 kamili, Madam Kiri alikuja darasani na kuchungulia, akakuta kwamba hakuna mwalimu, akaniita. Nilitoka pale na hivyo tu akaenda akamwambia mwalimu wa darasa, niko na huyu ninatoka naye. Mwalimu wa darasa akamwambia sawa. Hapakuwa na sababu yoyote ya kuandika mahali kwa sababu nilikuwa nimetoka na mwalimu. Tuliongozana mimi pamoja na Madam Kiri mpaka kule kanisani. Kanisa hili ambalo lilikuwa liko upande ambapo reli inapita. Tulienda, tukafika pale, tukakaa. Tulikaa sehemu za nje kwa sababu kanisa bado lilikuwa, watu walikuwa hawajaja kanisani, lakini tulipenda kutangulia pale ili kuweza kuongea kama ambavyo tulivyokuwa tumekubaliana. Tuliwakuta mashemasi tu wakiwa wanafanya usafi kujiandaa na ibada ya siku ya Jumatano. Wakiwa wanafanya usafi, kufuta viti, kuweka vitu, watu wa vyombo kule walikuwa wanacheza na vyombo. Basi sisi tuko eneo la pembeni katika bustani za kanisa lile. Mimi pamoja na Madam Kiri. Madam Kiri akaniambia, mdogo wangu Sesi, inawezekana kama ni Mungu wako anakupenda sana. Anakupenda na anakupendelea sana. Na ndio maana uko hapa leo kwa sababu niliyokuitia. Nilimtazama kwa umakini na yeye alikuwa ananitazama kwa umakini sana Madam Kiri. Akaanza kuniambia vitu ambavyo mimi kwa kweli nilikuwa sijui kamwe kama kuna siku nitaambiwa vitu vikubwa vya aina ile. Nakwambia Mungu wako anakupenda sana. Kiasi kwamba mimi ninaamua kugombana na ahadi na nadhiri nilizokuwa nimeziweka kwenye ibada zetu, lakini inabidi sasa niende kinyume na hayo masharti, nadhiri na ahadi ambazo tulizojiwekea kwenye ibada zetu kwa ajili yako wewe. Inawezekana nikapata adhabu kubwa sana, lakini hakuna namna, inabidi tu nikuambie. Hebu niambie, kuna nini madam? Nilimuuliza Madam Kiri. Madam Kiri akaniambia, kama nilivyokwisha kukuambia siku ya kwanza, kwamba mimi hapa nipo kwenye shule ya mjomba yangu. Mjomba yangu huyu hapa, ambaye ndo mmiliki wa hii shule, amezaliwa yeye ndipo akazaliwa mama yangu mimi. Na wana ibada zao huko kwenye ukoo wao. Lakini sasa hizo ibada zao zilimhusisha sana mama yangu, japokuwa mama ni upande wa wanawake. Lakini pamoja na kwamba mjomba yeye ndo alipaswa asimamie masuala ya kiibada hizo kama mtu wa kiume, lakini
mizimu ilisema kwamba inahitaji pia mama yangu aweze kuhusika huko katika mambo hayo. Na kwa hivyo, kwa sababu jambo likiwa la mama ni la mtoto wa kike, basi mama yangu pia amenihusianisha moja kwa moja na ibada za huko kwao. Japokuwa mimi nilipaswa kama ni ibada nirithi za upande wa baba yangu. Lakini mama yangu amesema kwamba mimi ni uzao wake na amenihusianisha moja kwa moja kwenye ibada zao. Na hapa ninapozungumza na wewe, mimi sikuja kwenye hii shule kufundisha tu. Kufundisha ni kwa sababu tu nilisomea, lakini ningeweza kufanya kazi zangu zingine kabisa, au kufundisha shule nyingine, sio lazima hii. Lakini pia ningeweza kuja hapa kwenye shule yetu hii, lakini pia nisifundishe, nikafanya kazi zingine kubwa tu. Ningeweza kuwa hata headmaster hapa, kwa sababu ni shule ya familia kabisa hii. Lakini mimi nimeletwa hapa kwa kazi maalum. Na kazi yenyewe ni kuhakikisha masuala mazima ya sadaka zinazotolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shule ikae salama. Basi hizo sadaka nizisimamie mimi. Kwa sababu mizimu huko ilisema kwamba eti mjomba yangu anakuwa na mambo mengi ambayo anapaswa yafanye ya huko kwenye hizo ibada, kiasi kwamba anasahau kufuatilia utaratibu mzuri wa kutoa sadaka inayotoka hapa kwenye shule hii. Hivi vitu nilipaswa nisikuambie kabisa Sezi, lakini inabidi tu sasa nikuambie, na sijui ni kwa nini ninakuambia hivyo. Naona tu roho yangu inaniambia nikuambie. Na hapa zinakuwa zinachukuliwa sadaka mara kwa mara. Kuna wakati hii shule yetu zilikuwa zinachukuliwa sadaka za wazazi wa wanafunzi. Lakini toka mwaka jana, mwaka juzi, mwaka jana na mwaka huu, mizimu imebadilisha, imesema inachukua sadaka za moja kwa moja kwa wanafunzi. Na hata hao wanafunzi ambao wamefariki hapa shuleni ni sadaka ambazo zimechukuliwa na mizimu yetu. Na hapa tunapozungumza, kuna mmoja ambaye atakayechukuliwa mwishoni mwa mwezi huu. Ni dada mmoja ambaye ana asili ya ualbino. Ana miaka 15. Na miaka 15 anafikisha mwaka huu. Anafikisha mwezi huu, tarehe 25 ndio anafikisha. Kwa hiyo katika maalbino unaowajua hapa shuleni, ambapo wapo wengi, hawapungui 18, 19. Kwa sababu alifadhiliwa kuletwa kusomeshwa hapa. Na karibia wote ni wa kike, kasoro wawili. Sasa kwenye hao wa kike hao, kuna mmoja ambaye atachukuliwa mwezi huu mwishoni. Na ili kujua kwamba atachukuliwa na amechukuliwa na mizimu inayochukua kafara kwenye shule yetu, atachukuliwa mida ya saa 7 mchana, ndio muda ambapo atakapokuwa amechukuliwa. Haijajulikana atachukuliwaje, lakini mizimu ndio imetoa taarifa, na hiyo taarifa imepita kwangu na kwa mjomba pia anayo. Msikilizaji, alipoongea vile Madam Christina, nilisikia mwili wangu ukiwa unatetemeka kabisa. Nilisikia mwili wangu ukiwa unatetemeka hivi. Nilijaribu kumtazama usoni, lakini nilijikuta nazidi kutetemeka na shindwa kumtazama usoni. Nilikuwa naona kama pengine siko na mwanadamu wa kawaida. Ilibidi niangalie pembeni kila mahali kuangalia kwamba je,
Ni kweli pale niko na mtu au nimepelekwa kwenye dunia nyingine ya kuzimuni? Mbona maneno anayozungumza ni maneno mazito makubwa sana ambayo sikutegemea kuyasikia kwenye masikio yangu? Hivi kuna mtu kweli anajua kabisa kwamba kuna mtu anaenda kutolewa kafara kabisa? Anajua kabisa kwamba kuna mtu anaenda kufariki? Anajua kabisa mpaka tarehe na muda? Msikilizaji, kinanda kilichokuwa kimepigwa huko ndani kanisani ndicho kilichonifanya niamini kwamba bado niko duniani. Lakini nilikuwa naiona dunia kama inabadilika rangi hivi, kama inataka kunifukia hivi. Maneno yale kwangu yalikuwa ni mazito sana, pengine kutokana na umri wangu. Niliona ni maneno mazito sana kwa kweli. Madam Kiri, nikamuuliza, "Madam, unasemaje?" "Tulia nikwambie. Ni kweli kuna hali ya hatari, lakini hupaswi kuwa na woga. Kwa sababu hii hali ya hatari tayari ipo na unachopaswa kufanya ni kuikabili tu. Lakini si kitu kingine. Unachopaswa kufanya ni kuikabili hii hali ya hofu iliyopo." "Madam, nakabilije hali ya hofu? Kwa hiyo mnaua watu?" "Wewe, funga huo mdomo wako. Funga huo mdomo wako, usije ukasababisha madhara hapa hapa sasa hivi. Tena, ni bora umeongea hivyo nikupe onyo mapema kabla ya mimi kuendelea kuzungumza. Maneno yangu yote nitakayokuambia hapa, usithubutu kuyaongea mahali popote pale. Ukiongea mdogo wangu, usinilaumu, nitakuwa sina kitu cha kukusaidia tena. Ninaongea haya mambo ikiwa ni riski sana katika maisha yangu mimi. Ni riski sana kwangu, lakini inabidi nikwambie kwa sababu kuna kitu kinanisukuma moyoni mwangu kwamba nikwambie wewe, lakini hairuhusiwi kuongea. Basi sitaongea. Nimenyamaza. Hivyo hivyo. Alafu jifunze kuwa na roho ngumu. Jifunze kuwa na roho ngumu. Hii dunia ndivyo ilivyoumbwa hivyo. Kuna vitu havieleweki kabisa mdogo wangu. Hivi ambavyo unavyovielewa ni vichache sana. Lakini kuna mambo mazito huyaelewi, na kuna ulimwengu mwingine ambao wewe ukiwa kwenye hali ya kawaida hutauelewa ni kitu gani kinaendelea. Kwa hivyo kitu kikubwa na cha msingi, nyamaza nikusaidie. "Sawa madam. Nimenyamaza, nisaidie." "Sesi, nimekuambia kuhusu hiyo sadaka ya mwezi huu, lakini nimekuambia unyamaze kimya. Na hapo bado mimi sijamaliza kukwambia mambo ambayo yaliyonileta kuongea na wewe hapa. Kama hayo unayaona ni mazito, haya yanayokuja huku ndo utakuwa huwezi kuyanyanyua kabisa. Kwa hivyo utengeneze moyo wako ujue kupokea mambo mazito, kwa sababu ninakwenda kukwambia mengine, lakini usiogope. Kwa sababu mpaka nakwambia hivi ni kwa sababu nina nia ya kukusaidia. Kwa hivyo usiogope kabisa kabisa." Sawa madam. Sawa madam. Mbona bado unaonyesha unawoga? Unatetemeka nini? Au niache kukwambia? Nikiacha kukwambia litakutokea la kukutokea, na hutaweza kulizuia tena. Ni bora nikwambie ili nikuelekeze na namna unaweza ukajizuia. Hata kama nitapata adhabu, lakini potelea mbali. Lazima tu mimi wewe nikulinde. Haiwezekani, sitokubali jambo baya liweze kukupata kabisa. Haya madam. Sawa. Sesi, upendo wangu uliozidi kwako ndio unaosababisha niongee na hili jambo la pili ambalo ndilo halisi lililonileta huku kukwambia. Niambie. Sesi, baada ya
kafara hiyo kumalizika hiyo ya tarehe 31 ya mwezi huu. Ninasikitika sana kukuambia kwamba kafara ambayo bado haijatajwa tarehe yake, mizimu imetoa taarifa kwamba inakuhitaji wewe. Msikilizaji, mapigo yangu ya moyo yaliongezeka. Nilitaka kudondoka kwenye kile kiti ambacho nilichokuwa nimekalia pale. Madamu Christina ndo alinishika na kuniambia, tulia, acha uoga, nimekwambia nitakusaidia, nimekwambia nitakusaidia, tulia. Kwa hiyo na mimi nakufa, na mimi nakufa. Nisikilize nikwambie. Ndio maana nikakwambia Sesi, nimeongea hivi kwa sababu unapaswa wewe uweze kuchoropoka na kuepukana na haya mambo ninayokwambia. Na kwa sababu nimekwisha kukwambia, tayari kuna njia ya wewe kutoroka na kuachana na haya mambo ili yasikupate. Tofauti na nisingekwambia. Kama nisingekwambia, ungeshangaa tu likiwa linatokea. Lakini kwa sababu nimekwisha kukwambia, ipo njia ya kutoka, ubaki salama, labda tu kama wewe mwenyewe ukiamua kupuuza. Na ukiamua kupuuza, shauri yako. Ja, kwa hiyo Madam Kiri, kwa hiyo mimi nifanyeje sasa? Nisikilize nikwambie. Upendo wangu ambao nakupenda umenifanya nishindwe kabisa kuificha isiri na kukuona ukiwa unachukuliwa na kufanywa kafara kwa ajili ya kuleta matokeo mazuri katika shule hii. Ni kweli shule ni ya mjomba yangu na tunayahitaji matokeo mazuri. Tunahitaji kuongoza katika nchi hii kwa sababu tumefanikiwa kuongoza wilaya, mikoa, kanda, lakini bado hatujafanikiwa kuongoza kitaifa. Hicho ndicho cheti ambacho mjomba alikuwa anakihitaji sana, cha kuongoza taifa zima. Na ndio maana unaona katika hii miaka ameamua kutoa sadaka nyingi sana ili kuhakikisha kwamba anaweza kufanikiwa na kupata kile cheti cha kuongoza taifa zima kwenye matokeo ya Form 4. Na utaratibu ni kwamba mizimu inakuja hapa na ndiyo inayochagua kwamba inataka sadaka ya aina gani. Na ilivyokuja hapa imesema kwamba nyota yako wewe ni kali kuliko wanafunzi wote walioko hapa kwa sasa. Na hivyo wamesema kwamba wewe ndio unayepaswa utolewe kafara awamu hii baada ya huyu albino ambaye alikuwa amekuzidi wewe kwenye habari ya nyota. Sasa anayefuata ni wewe. Nimeshindwa kuvumilia kwa sababu nakupenda sana. Mdogo wangu, nahitaji uendelee kuwepo. Siko tayari kukuona kabisa ukiwa unatolewa kafara wewe. Japokuwa hiyo kafara inatusaidia sisi. Kwa hivyo nimekwambia hivi ili nikupe pia na utaratibu wa wewe kujitoa. Usije ukapatwa na hilo usije ukapatwa na hilo swala la kutolewa kafara. Dada, kwa hiyo mimi nafanyaje sasa? Nafanyaje? Acha kelele. Kumbuka nilikwambia kwamba tunapaswa tukae sehemu tuko wawili ili tunazungumza hewa kwetu wenyewe. Unavyopiga kelele hivyo utakasirisha mizimu. Kumbuka kwamba mahali popote mimi ninapotembea, mizimu huwa inanitazama kwa umakini mkubwa sana. Itakapoona kuna hali ambayo sio ya kueleweka, itakuja hapa na itajua kwamba nilikuwa nakwambia, itakuchukua hapa hapa. Kwa hivyo naomba uwe mpole. Sawa, kwa hiyo nifanyeje? Kitu cha kufanya ni kimoja tu. Kwenye mizimu yetu huwa kuna vitu hawapendi kuvitumia. Kuna jambo ukilifanya, sadaka haiwezi kuchukuliwa kwako. Jambo gani dada?
Mizimu yetu inapenda watu walio kamili. Sasa ili wewe uweze kubaki salama, inabidi tukukate kidole chako kidogo. Hatutakata mfupa, lakini itabidi nikukate itoke nyama ya kidoleni, imwagike sehemu ambapo mimi nitapaswa nitakapo kuelekeza. Inapaswa itoke nyama kabisa, ambayo hata kama ikirudi haiwezi ikarudi yote, lakini kutakuwa na kovu kwenye kidole hicho kidogo cha pembeni au dole gumba la mkono wa kulia. Ukisha katwa hivyo ikatoka nyama ya kutosha pale, basi mizimu yetu haiwezi kuchukua sadaka kama hivyo vidole viwili kimojawapo kitakuwa kimetoka nyama na hivyo kukawa na kidonda au kovu kubwa. Hiyo ndio njia pekee ambayo unapaswa kuifanya ya kujiepusha na mizimu yetu isije ikachukua sadaka ya wewe. Msikilizaji, Madam Christina aliongea maneno yale, nilijisikia mwili wangu wote ukiwa unajotoka jasho. Nikawaza tena, kwa hiyo sasa hivi inabidi nikatwe kidole, ili mradi tu nisije nikachukuliwa sadaka. Ninafanyaje sasa? Nilimtazama Madam Christina kwa umakini mkubwa, na hatimaye Madam Christina aliniambia, ndio hivyo mdogo wangu, hilo ndilo jambo ambalo unalopaswa ulifanye, na ukifanya hivyo utanifanya hata mimi niweze kuomba msamaha na kueleweka. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe, mimi nitakupa tu taratibu, utaenda utajikata, ujikate vizuri. Alafu ukisha jikata, iwe ni kwa kiwembe au kwa kisu, lakini ukate mpaka nyama idondoke sehemu kubwa ya kidole ambayo hata nyama zikirudi haiwezi zikarudi zote ile ngozi, lakini badala yake itatokea kovu. Hapo ndipo ambapo hutakuwa kwenye utaratibu wa wewe kuchukuliwa sadaka tena. Na ilikuwa sadaka yako ni sadaka muhimu sana. Lakini ndio hivyo, nimeamua nikuambie kwa sababu nakupenda. Ni bora nikuone ukiwa na kidole chenye kovu kuliko nikikukosa huku duniani kabisa. Umenielewa lakini? Ndiyo, lakini naogopa sana. Usiogope. Hiyo ndio dunia, ndivyo ilivyoumbwa. Kuna mambo ya siri na mambo ya wazi. Unapaswa ufanye mambo yote. Ya siri yafanywe ya siri, ya wazi yafanywe kwa wazi. Lakini dunia inaendeshwa na mambo ya siri. Kwani wewe hapa ulipo ukinitazama mimi, kuna mtu anaweza kanijua kwamba mimi ninakwenda maeneo ya kuzimuni huko na ninakaa hata wiki 2 nikiwa ninakula vyakula vya ajabu kabisa? Kuna mtu ananielewa? Hapana. Sasa kuna maisha mengine ambayo sitakwambia, lakini ninakugusia tu hivyo ili uelewe kwamba dunia inaendeshwa kwa siri. Sasa uende ukafanye hivyo ili uweze kujikomboa dhidi ya sadaka hiyo ambayo uliokuwa unapaswa uchukuliwe wewe. Inabidi ufanye hivyo haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe za sadaka ya albino hazijafika, kwa sababu kama ukiacha tarehe zile zikafika karibu, huwa kuna muda ambapo wanabadilisha. Wanasema achukuliwe yule mwingine kabla ya huyu aliyekuwa anatarajiwa. Kwa hivyo wanaweza wakasema wabadilishe wakuchukue wewe badala ya albino, alafu albino atafuata. Kwa hivyo wewe inabidi ufanye hivyo siku za karibuni haraka iwezekanavyo. Usipofanya hivyo, mdogo wangu, itaniuma sana, kwa sababu ndio itakuwa basi tena. Msikilizaji, unajua kuchoka? Nilichoka sana ndugu zangu. Nilichoka na kuchoka tena. Nilitafakari, kwa hiyo mimi sasa itakuwaje jamani? Nilingiwa na mashaka makubwa sana ndugu yangu. Lakini
Ilinibidi tu sasa nitii, nikubali kwamba itabidi nifanye hivyo. Nilimwambia madamu itabidi nifanye hivyo na nimekuelewa. Madamu Christina akaniambia, kama ukifanya hivyo, kuna mambo mengi ambayo utakayokuwa umejiepusha. Lakini kitu kingine ninachokukumbusha, siri. Usiseme kwa mtu yeyote. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo nitakuambia, mambo mazito zaidi. Ninaomba ufanye hivyo kwanza, nipate uhakika kwamba wewe hutahamishwa kwenye ulimwengu na tutaendelea kubaki katika ulimwengu huu wote, mimi pamoja na wewe. Kwa sababu watu wengine wanahisi kwamba mtu akichukuliwa na mizimu yetu labda anakufa. Sio kweli, anahamishwa tu ulimwengu. Kwa hivyo sitaki uhamishwe, kwa sababu sitakuona tena mpaka pale ambako nitakapokuja kuonana na wewe huko, na huko nitakapokuwa ninaenda kuonana na watu huko, huwa kule hakuna urafiki, na mtu hawezi akakukumbuka kwamba mlikuwa naye huku duniani. Mimi nataka niendelee kukuona huku duniani, Sesi. Nakupenda sana, naomba ukafanya hivyo nilivyokuambia. Lakini utakapokwenda kufanya hivyo, hakikisha umechukua majivu, na hiyo damu ikimwagika imwagikie kwenye majivu. Isimwagikie tu kwenye udongo wa kawaida. Hata kama itashika udongo, lakini hakikisha kwamba inadondokea kwenye majivu kwanza, ndipo ipenye na kukuta udongo. Kata sehemu kubwa ya kidole kidogo au dole gumba. Fanya hivyo mdogo wangu. Ni hayo tu niliyokuitia leo. Unaweza ukaendelea na ratiba zingine. Msikilizaji, aliponiambia vile, dada yangu yule ambaye ni mwalimu lakini tunaitana dada na dada, ninamchukulia kama dada yangu wa damu. Siku ile nilishindwa hata kuwaza kwamba naingia kanisani kufanya nini, lakini ilibidi tuingie kanisani tufanye ibada na kumaliza. Tukamaliza pale ibada tukatoka, lakini akili yangu ilikuwa haiko vizuri. Nilikuwa nikinyong'onyea, na kila nilipokuwa nikitazama wale maalbino, nilikuwa nikiwaza jinsi ambavyo kuna mmoja wapo hatakuwepo. Kila nilikuwa na mtazamo wa kike, nilikuwa nahisi kama ni yeye atakuwa anachukuliwa. Tulirudi shuleni na maisha yakawa yanaendelea, siku ya kwanza na ya pili, huku nikiwa naendelea kutafakari kwamba nitajikataje kidole changu. Lakini nilikuwa nikitafakari pia kwamba kama ikifika zile tarehe na ikabadilishwa kwamba mimi ndio ninapaswa nitolewe kafara badala ya yule albino, itakuwaje? Nilikaa mpaka ikafika siku ile ya Jumamosi tena. Nilikuwa bado sijathubutu kukata kidole. Jumapili sijakata kidole changu. Siku ya Jumatatu asubuhi na mapema, Madam Kiri alinifuata darasani, akaniita, akaniambia nitoke nje. Nilitoka na kumfuata nje, akaniambia, mdogo wangu, mbona sioni mabadiliko yoyote kwenye mikono yako? Nilijua kabisa alichokuwa anaulizia ni kuhusiana na mimi kujikata sehemu ya kidole changu. Nikamwambia, madamu, nitafanya hivyo. Mdogo wangu, chukua userious, kwa sababu mpaka ninatoka huko nimekuja kukuambia tena, kukuuliza. Ninaelewa kuna mabadiliko yanatokea muda si mrefu. Kwa hivyo usije ukachukulia haya mambo kama mambo ya kawaida. Ni hayo tu mdogo wangu. Lakini kama ukiamua kuniacha mwenyewe huku duniani, sawa, lakini moyo wangu utaumia sana kwa sababu nakupenda. Rudi darasani. Msikilizaji, alipoongea vile, nilirudi darasani, mapigo ya moyo yakiwa yanaenda kwa kasi. Hadi jasho lilikuwa linanitoka. Huwezi amini, ilikuwa ni asubuhi na hali yenyewe ilikuwa kulikuwa na mawingu mazito kweli kweli. Lakini bado nilijikuta jasho lilikuwa linanitoka jingi sana. Niliwaza, nikagundua kabisa kwamba hapa hakuna namna nyingine.
Nilikaa darasani kidogo lakini niliona hapafai. Nilitaka kutoka lakini nikakumbuka kwamba tena mwalimu anapaswa aingie sasa hivi. Nilitulia pale, tukamaliza vipindi. Ilipofika saa 4, wakati watu wanakwenda kununua vitu kule na kula na kunywa, mimi moja kwa moja niliongoza mpaka kwa dukani na kwenda kununua wembe. Nilichukua wembe, nikaenda moja kwa moja mpaka kule jikoni, nikaomba majivu. Nilipomuomba yule mpishi majivu aniwekee kwenye kimfuko, aliponiuliza ni ya nini, nikamwambia nina kiungulia, kwa hivyo ninataka majivu ili niende nikale. Akaniambia sasa ndo unachukua mengi hivyo? Nikamwambia ninataka niyachuje vizuri, niyaweke kwa sababu mara nyingi huwa kiungulia kinanisumbua, nataka niyatunze, kikinishika hata usiku niweze kuyatumia. Yule pale bwana mpishi alinielewa nilipomweleza vile. Kwa hivyo nikatoka na majivu yangu ambayo yalikuwa yamejaa kwenye kimfuko kidogo kile cheupe. Nilienda na hapo sasa nilienda mpaka hosteli. Nikasema hapa swala ni moja. Nijikatia hosteli? Nikasema hapana, nikijikatia hapa naweza nikapiga kelele na watu wakajua kwamba ni nini kinaendelea. Nikasema hapana, hapa ngoja nisubiri. Baadaye niliacha ile majivu yangu nikiwa nimeacha kule nikaweka, nikafunga vizuri, nikaweka kwenye tranka langu. Tulirudi darasani na mida sasa ile ya saa ngapi, ya saa 7 ilipofika, ilikuwa imebaki kipindi kimoja. Saa 7 na madakika ile ilikuwa kipindi kimoja, alafu baada ya hapo tuweze kutoka. Kwa bahati sasa mwalimu kipindi kile alikuja tu pale akatoa maswali akasema kwamba tuyafanye muda wa kipindi chake. Niliona sasa huu ndio muda mzuri wa kwenda kukamilisha lile jambo langu. Nilienda kutoa taarifa kwamba mimi najisikia kuuma, kwa hivyo nahitaji nikapumzike kidogo hostel. Niliruhusiwa na hapo sasa nikaenda moja kwa moja mpaka hostel. Nilimweleza pia matroni. Matroni aliniambia niingie nikapumzike. Niliingia zangu ndani na hapo sasa nikachukua yale majivu yangu, nikaingia nayo mpaka bafuni. Badala ya kwenda kulala nikaingia bafuni na wembe wangu. Nilijikata kwa nguvu huku nikiwa naogopa, lakini ilibidi nijikate. Nilijikata ncha nzima ile ya kidole. Nyama yote ilidondoka chini. Nilipata maumivu makali ambayo sijawahi kuyapata mimi kwa kweli. Labda kwa wale watu ambao waliwahi kukeketwa, wale ndo walikuwa wanajua labda ile maumivu yakoje. Nilikata mara moja kwa nguvu kwa sababu nilikuwa nakata kama nachonga hivi. Nilikata mpaka nikauguta ule mfupa, afu ile nyama ikajitupa chini yote. Ilidondoka pale kwenye kile kimfuko ambacho majivu yalikuwa yapo. Jamani, damu ilikuwa inatoka nyingi. Kama kuna kuku alikuwa amechinjwa pale. Damu ile ilichuruzika kwa nguvu huku nikiwa nabana kinode changu lisitoke kwa nguvu, ikawa inaendelea kuchuruzika na kuingia kule ndani ya kwenye kile kimfuko ambacho kilichokuwa kiona majivu. Nilianza kutetemeka baada ya kukuta kwamba yale majivu yote sasa yanabadilika rangi na kuwa mekundu. Niliona kile kifuko jinsi ambavyo kilikuwa damu zingine zimeruka juu na zingine zimeingia kule kwenye kile kimfuko. Damu ni nyingi zinavuja vibaya mno. Jamani, nilianza kuogopa na mapigo ya moyo yakaenda mbio. Nikakumbuka kwamba tulifundishwa mapigo ya moyo yanavyoenda mbio ndo na damu inasafiri haraka, kwa hiyo pale ndo nitasababisha damu itoke nyingi haraka. Nilipata ujasiri wa kukishika kile kidole changu kwa nguvu. Nikatoa na ile leso yangu, nikafunga kile kidole kwa nguvu huku kikiwa kinauma, lakini nikabana kwa nguvu ili damu isiendelee kuchuruzika kuelekea ule upande ambapo nilipokuwa nimejikata. Ulikuwa ni ujasiri ambao ulikuwa umepitiliza. Ni ujasiri ambao leo hii ukiniambia nifanye hivyo nisingeweza. Na hata kabla ya hapo nisingeweza, lakini kwa sababu kulikuwa na tishio la kifo, ilinibidi nifanye vile. Nilikamilisha vizuri kufunga kidole changu pale. Na hapo damu zikaanza kupungua, lakini maumivu yakiwa ni makali sana. Nilitafakari nitasema nimefanya nini, lakini nikasema hamna shida, nitasema nilikuwa nakata kucha nikajikata. Lakini mbona pakubwa hivyo? Nikasema lakini potelea mbali, nitatafuta uongo wowote ule mpaka nieleweke. Nilitoka pale na kile kimfuko sasa, nikatoka nikaenda upande wa pili kule, nikakitupa kile kimfuko na yale majivu. Nikajua hapa sasa tayari nimeshamaliza. Nikaenda nikatia maji kwenye kile kidole changu kukiosha. Nilipokiosha niliona damu zinaanza kama kutoka upya. Zile zilizokuwa zimeganda pale zikawa zimeondoka. Nikasema Mungu wangu, nimeharibu tena.
Niliingia ndani na kufungua tranka langu mahali ambapo kulipokuwa tumeweka chumvi. Nikachukua ile chumvi, nikachukua na maji kidogo, nikaweka afu nikaanza kuosha na maji ya chumvi kile kidole changu. Ilikuwa ni mbinu ya kuhakikisha kwamba damu ile isimwagike nyingi. Na kweli baada ya sekunde kadhaa tu damu ile ikaganda pale pakatulia. Maumivu nilikuwa nikiyapata mengi sana. Nilipata maumivu mengi sana. Na hapo sasa ilinibidi nikachukue Panadol kwa matron ili niweze kunywa. Nilienda nikiwa nimeficha kidole changu ili kusudi asije akakiona, akagundua kwamba mimi nimejiumiza. Niliamua sasa kwamba mimi niende taratibu tu kidole changu kile mpaka kipone, lakini nisimwambie mtu nimefanyaje. Niliamua sasa kuwa nakifunga na leso yangu. Kweli bwana, siku zilisogea, nikawa mimi nakiosha tu kile kidonda changu na maji ya chumvi. Sinywi dawa zozote zingine. Naosha tu na maji ya chumvi. Naosha na maji ya chumvi. Siku 3 kile kidonda kilianza kuonyesha kukauka kwa hali ya ukubwa sana. Lakini ndo kama hivyo, kuna muda unakitonesha, kikawa kinaendelea kutoa damu. Niliendelea kukioshea na maji ya chumvi asubuhi, mchana na jioni. Baada ya wiki 1 na siku 3, yani siku 10, kidonda kile kilikuwa kimekaa kwenye hali nzuri kwamba kinaelekea kupona. Nilianza kukiachia kidole changu sasa hadharani. Nikiwa naendelea kukioshea vile vile. Watu walishangaa sana kwamba nilifanyaje. Hata matroni siku aliponitazama hakuamini kabisa kwamba kweli kidonda changu ndo kama kile. Yani kidole changu mimi ndo nimeumia vile. Sasa siku iliyokuwa inafuata ilikuwa ndio siku sasa ambayo ilikuwa inaenda tarehe ile 31. Mimi nilikuwa ninajua kitu ambacho kitakacho kwenda kutokea pale shuleni. Lakini watu wengine walikuwa hawajui. Na mimi nilikuwa ninakaa kwa tafakuri kubwa sana. Sasa siku ile ambayo ndo kesho yake ilikuwa inapaswa ifike ile tarehe 31, kabla sasa tujafika ile siku, dada yangu yule Madam Christina alikuja mpaka kule hostel. Akaja akamwambia matroni kwamba ananiomba. Matroni akasema hamna shida, kwa sababu mwalimu ni wa kike, akiniomba mimi hata hakuna maelezo. Nilitoka na kumfuata mwalimu Madam Christina. Kama kawaida tulienda pembeni mahali ambapo tunakuwa tuko wawili pekee. Akaniambia, mdogo wangu, kama kuna Mungu unayemwabudu wewe, usimwache. Na kama ni matambiko ya huko kwenu, waambie waendelee kutambika vizuri sana. Hayo matambiko yana nguvu. Hayo matambiko yana nguvu, mdogo wangu. Yani siku ile ambayo umemaliza kazi ambayo niliyokuwa nimekwambia kwenye kidole chako, ndio siku ambayo walikuwa wameniambia wanakuja kukuchukua wewe kabla ya yule albino. Na hapa sasa, baada ya kuja na kukukuta tayari umejikata, waliondoka wakiwa wanalalamika sana, wakisema kwamba wamekosa sadaka ya maana. Sikuwaeleza kwamba ni mimi ambaye nimesema, kwa sababu kama ningewaambia lingetokea jambo kubwa sana. Wangenipa adhabu kubwa. Siku ile walikuja mpaka hapo bwenini, walikuja kukuchukua. Wakakuta kwamba kidole chako tayari umeshakikata. Walikuja wakanilalamikia sana kwamba nimeshindwa kuilinda hiyo sadaka mpaka imeharibika, haifai kuwa sadaka tena. Na hasira hizo zimefanya sasa, wamesema hawatachukua yule albino kesho, lakini badala yake watachukua wanafunzi 2 maalbino wiki 2 zijazo. Kwa hivyo kuanzia leo, tukihesabu wiki 2 zijazo, maalbino 2 ndipo ambapo watakapokuwa wanachukuliwa. Mazingira hatujajua ni mazingira ya vipi, lakini watakuja kuwachukua kwa sababu ya wewe. Ulipaswa siku ile uchukuliwe, ndipo waje kuchukua mwingine siku nyingine, lakini kwa sababu yako wewe inabidi wachukue kafara za albino wengine 2. Ndio maana nakwambia una bahati kubwa sana wewe.
Na hiyo mizimu mnayoabudu au kama ni Mungu yeyote mnayemwabudu, mshike vizuri. Msikilizaji, pale niliona kama mimi nimeponea hivi, ni kama nimeponea chupu hivi. Nikasema, Mungu wangu, mimi nakushukuru tu kwa sababu sijui chochote, lakini ninafahamu kwamba huko nyumbani wazazi najua wanaabudu sana. Baba yangu ni mwabudu mizimu mzuri sana, lakini kwa upande wa mama naye ni Mkristo wa nusu ambaye haeleweki vizuri. Bora hata mimi nasali zaidi. Mungu nakushukuru sana kwa kuniepusha na mambo haya. Msikilizaji, sasa pale mimi nilikuwa nishajua kabisa kwamba ile kesho hakuna albino ambaye atakayekuwa amechukuliwa, lakini wiki 2 baadaye kungetokea kwamba maalbino 2 wangekufa. Msikilizaji, iliisha sasa kweli zile wiki 2. Siku moja baada ya zile wiki 2 kuisha, tulisikia kwamba kuna vurugu kubwa sana ambayo imetokea katika bweni la wasichana, bweni lingine tofauti na lile tuliokuwa tunakaa. Vurugu zilikuwa ni kubwa na watu walikuwa wanatoka na kelele, wanasema amemchoma mwenzake kisu, kamchoma kisu, hey, jamani. Tulipofika pale, ni albino mmoja alikuwa amemchoma mwenzake kisu cha kifuani, kilikuwa kimenasia pale. Sasa yule albino alikuwa na dada yake pale, ambaye yeye alikuwa wakati huo yuko form 4. Alipoona mdogo wake amechomwa kisu kifuani, hasira zilimpanda na hivyo akamsukuma yule albino mwingine aliyekuwa amemchoma kisu, akamsukuma kutokea dirishani, akawa amedondoka kutoka kwenye ile ghorofa ya juu mpaka huko chini. Maalbino wale 2 wote walichukuliwa na kuahishwa hospitalini, lakini kila mmoja alikufa kwa sekunde zake. Walipopelekwa tu hospitalini, muda haukwenda sana, walipoteza maisha kwa dakika tofauti. Mimi pale sasa niliamini kabisa kwamba maneno aliyokuwa ananiambia Madam Scholar yalikuwa ni ya kweli kabisa, na kama mimi nisingekata kidole changu, moja kwa moja ningekuwa kwamba mimi nimepoteza, na mimi maisha yangu nilikuwa niko huko, sijui ninaenda kuliwa nyama au ninakwenda kufanya nini. Nilishusha pumzi kwa kuchoka. Nilijiona kama na mimi nimeanza kuwa mchawi kabisa sasa, kwa sababu mambo yale nilikuwa ninayafahamu muda mrefu, lakini sikuweza kuyasema na kuwafanya wale waweze kuepuka. Nilitamani kama ningeenda nikawaambia watu maalbino wote waweze kukata vidole vyao ili waweze kupona, lakini hata hivyo nikakumbuka kwamba hivi ningewaambia kwa mfumo gani mpaka waweze kunielewa kwamba waweze kukata vidole vyao. Ni lazima ningeulizwa maswali mengi ambayo nisingepata majibu yake. Kwa hivyo niliona nilikuwa niko sahihi tu. Nilishusha machozi nikalia, lakini mimi kulia kwangu nilikuwa silili wale maalbino. Kiukweli nilikuwa namlilia mama yangu kwamba angekuja kunipoteza mtoto wake na angelia sana. Kwa hiyo nilijikuta namuonea huruma mama yangu. Nililia si kwa sababu ya wale maalbino. Kwa kweli machozi yalinitoka mengi, lakini nilikuwa nawaza kuhusu mama yangu. Nilikuwa nawaza jinsi ambavyo mama yangu angetazama mimi nikiwa niko kwenye jeneza, ndani ya jeneza, afu mama yangu jinsi ambavyo angeshindwa kuniangalia na kulia na kuzimia. Nilimwonea huruma sana, nilijikuta machozi yangu yakiwa yanatoka. Msikilizaji, nilijawa na hofu kubwa sana. Nikajua kabisa sasa pale tutasomaje mpaka tunamaliza pale, si ndio itakuwa ni hatari. Si tutakuwa tumekufa watu wengi sana pale. Misiba ile iliisha kwa staili yake kama misiba mingine tu, huku Madam Scholar akiwa amesindikiza kabisa msiba ule mpaka kule na kutoa rambirambi. Ndiye aliyepewa kazi ya kumwakilisha mkurugenzi katika misiba ile. Kelele zingine ziliendelea za hapa na pale, lakini zilikuwa hazifui dafu, kwa sababu mkurugenzi yule alikuwa na pesa nzuri tu. Kwa hivyo hata walipoanza kuhoji kwamba ile shule ni kwa nini kinatokea maafa mara kwa mara, ni bora ile shule ifungiwe, bado mkurugenzi alikuwa akihonga pesa, na hivyo shule yake ilikuwa inaendelea kama kawaida.
Msikilizaji, tulienda nikiendelea kuwa na ukaribu sana na Madam Scholar. Madam Christina ndiye ambaye nilikuwa niko karibu na yeye na ukaribu mkubwa sana. Nimechanganya kukuambia Madam Scholar kwa sababu zingine tu. Madam Scholar sio yeye ambaye alikuwa karibu sana na mimi. Kwanza alikuwa hanipendi Scholar. Madam Christina ndo mtu ambaye alikuwa yuko karibu na mimi sana. Niliendelea kuwa karibu na yeye huku tukiwa tunapendana sana. Ilibidi siku moja nikamuuliza Madam Christina, nikamwambia madam, kwa hivyo sasa nyinyi utaratibu wenu ndo huo hapo mnafanya hivi kila siku? Na mwaka huu na mwaka ujao tena mtatoa? Madam Christina akaniambia, vitu vingine sio vya kukuambia. Lakini kwa sababu umeuliza ngoja nikwambie. Ni utaratibu kwamba lazima shule itoe sadaka nzuri ili iweze kuonekana vizuri, iweze kukubalika vizuri. Na hapo ndipo miungu yetu ikishapokea zile sadaka, ndipo shule inafanya vizuri zaidi. Sasa kwamba tutachukua mwaka huu au mwaka kesho itategemea na wao wenyewe watakavyotaka, au jinsi ambavyo mkurugenzi mwenyewe atakavyoona kwamba anataka atoe sadaka ya ziada ili kuweza kuwafurahisha. Lakini siwezi nikakwambia tutatoa au la, kwa sababu ni mambo ambayo yako sirini. Cha msingi ni kwamba wewe umepona, hauna tishio tena la kuchukuliwa. Hilo ndo jambo la maana. Nisingetamani sana uweze kujua mambo mengi sana kuhusiana na ibada zetu. Nilitaka kukuokoa wewe na umekwisha kuokoka. Na kuomba usije ukaendelea kuuliza tena. Usije ukasababisha mizimu ikakasirika na kuanza kutoa adhabu kubwa kwangu na kwako pia. Sawa mdogo wangu? Sawa, nimekuelewa. Ukae ufunge bakuli lako, unayajua, usiyoyajua, kaa kimya hivyo hivyo, yaache kama yalivyo. Sawa. Basi bwana msikilizaji, mimi nikakubali, nikaona ngoja nikubali yaishe. Kwa hivyo mimi nilikuwa nikikaa pale huku nikiwa na siri nzito sana. Nilikaa nikiwa na siri nzito sana kuhusiana na shule ile. Tulikaa mpaka tukafika tena mwaka ule tukamaliza, hapa kufariki mtu yeyote tena pale shuleni. Tuliingia form 4, huo mwaka sasa ndio ulikuwa na kambembe kubwa sana, kwa sababu mkurugenzi alisema kwamba ni mwaka ambao mizimu ya huko kwao, miungu yao inapaswa ifurahi sana ili kuhakikisha kwamba matokeo ya shule yanakuwa mazuri na kushika namba 1 kitaifa. Mkurugenzi alikuwa amenuia kwa hali ya juu sana kuhakikisha kwamba yuko tayari achukue hata nusu ya darasa, lakini ahakikishe kwamba mambo yanakuwa mazuri na yeye inakuwa ni awamu yake ya kupokea cheti cha kufanya vizuri kitaifa. Yaani hilo jambo ndilo ambalo lililokuwa linamuumiza sana mkurugenzi. Alikuwa anataka na kutaka tena, anahitaji na kuhitaji tena. Yaani anataka sana hicho cheti cha kuongoza, na alikuwa yuko tayari kutoa sadaka zote. Januari tu ile ile alianza kuchukua sadaka, lakini awamu hii Januari hakuchukua za wanafunzi. Alichukua za walimu wawili pale pale shuleni. Walikuwa wanatoka huko wamepakizana, gari yao ikapata ajali. Kulikuwa na watu wengine, lakini hawajafa mtu mwingine hata mmoja. Walikufa wao walimu wawili tu. Shule, dunia ilijua kwamba ni vifo vya kawaida. Lakini mimi ndo nilikuwa najua kwamba sio vifo vya kawaida, kwa sababu nilikuwa ninajua ni nini kinachoendelea kuhusiana na ile shule. Tulikaa mpaka tulipokuwa tunafika mwezi wa 5. Wazazi 3 waliokuwa wamekuja kwenye kikao cha bodi ya shule, cha shule pale, sio bodi ya shule, kikao cha wazazi. Walikuwa wametoka maeneo mbalimbali, walikuja pale wengi, lakini kwenye kutoka wazazi 3 wa wanafunzi pale tuliokuwa tunasoma nao walifariki wakiwa njiani kwa ajali. Taarifa zilikuja pale na ilibidi tutoke makundi kuwasindikiza sasa
wale wanafunzi watatu kutoka kwenye familia tofauti tofauti. Ikabidi sasa kundi lingine litengwe la kwenda nyumbani kwa huyu, nyumbani kwa huyu, nyumbani kwa huyu. Na kwa bahati wale wazazi walipishana tu siku moja, wawili walizikwa siku ya kwanza, huyu mmoja alizikwa kesho yake. Shule ilikuwa ina majonzi vibaya mno. Ni mwaka wa mtihani, alafu bado tulikuwa tunazurura barabarani kwa sababu ya misiba. Tulitoka kule misibani na kurudi pale shuleni, na wanafunzi wale wakikaa katika hali ya majonzi makubwa sana. Tukakaa, tulipofika ule mwezi wa 9, ilisikika kwamba kuna mtoto ametaka kujinyonga. Mtoto wa form 1 ametaka kujiua huko hosteli. Amejinyonga, lakini watu wamemuwahi na kamba imekatwa, kwa hiyo hajafa. Mambo yote yale, hakuna siku ambapo shule sasa ilifungiwa. Vikao vilikuwa vikikaa, mkurugenzi alikuwa anakwenda na kutoa hongo, na vikao vilikuwa vinaisha kwa sababu yeye alikuwa anafahamu kwamba ni kitu gani kinachomaliza watu pale shuleni kwake. Msikilizaji, matendo yote yale yalinithibitishia kwamba mimi nilikuwa ni mlengwa mkubwa sana wa kutolewa kafara. Niliamini kabisa kwamba ndio kila kitu. Tulienda bana, tukafika mpaka kipindi cha mitihani ile. Tulipokuwa tuko karibu kabisa na kipindi cha mitihani, baba alinipigia simu. Alipiga simu shuleni, na hivyo akaomba kwamba ninapaswa niende nyumbani kwanza kabla ya kuingia kipindi cha mitihani, ili niweze kufanyiwa matambiko ya nyumbani ndipo nirudi shuleni. Wazazi walitaka kukataa, walimu walitaka kukataa, lakini baba alikuwa mkali, na hivyo ikabidi nipewe ruhusa nirudi nyumbani kukiwa kumebaki kama wiki 2 hivi za kwenda kwenye mtihani. Basi bwana, mimi nilitoka pale na kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, baba aliniambia kwamba kuna sadaka kubwa sana inapaswa itolewe, kwa sababu mizimu yetu imesema kwamba inahitaji tutoe sadaka za shukrani. Mzee Ngoboko alipokwenda kuuliza kwamba ni sadaka ya shukrani ya nini, anasema ameelezwa kwamba kuna tendo ambalo umetendewa wewe. Kuna binti ambaye ametendewa jambo kubwa la kuepushwa na kifo cha kutakiwa, yani kifo cha kulazimishwa. Ameokolewa. Kwa hivyo mizimu imetaka sadaka zitolewe, na watoto wote lazima muwepo. Hiyo sadaka itolewe mkiwepo. Na mizimu ilisema kama hatutofanya hivyo, itatoa adhabu kali. Na ndio maana nimekuita binti yangu. Sijui ni kitu gani umetendewa, lakini ndio hivyo, mizimu imesema imetenda. Wakati mwingine inatenda pasipo wewe kujua, lakini ndio hivyo imetenda na imetaka sadaka. Na hiyo sadaka ni lazima watu wote wanaukoo wanaotoka kwa mzee Ngariaka na mzee Bailaka, wazee wote wawili hawa, lazima kizazi chao chote kiwepo hapo, na ndio maana tumekuleta hapa. Kwa hivyo tutafanya huduma hiyo kesho, na kesho kutwa unaweza ukarudi shuleni. Sawa baba. Mimi msikilizaji, nilikuwa nikifahamu kabisa kwamba ni kitu gani ambacho mimi nimetendewa, lakini baba alikuwa bado hajajua. Nilimwambia tu baba sawa. Na kweli kesho yake alifanywa matambiko pale nyumbani, na matambiko mengine alifanywa kwenye makaburi ya babu zetu, na hatimaye tulirudi nyumbani. Usiku ule ndipo nilipowaambia baba na mama kwamba kuna kitu kizito sana nitakataka niwaambie, lakini ngoja nikamalize mitihani kwanza. Baba na mama waliniambia tunataka tufahamu hicho kitu. Nikaambia naomba nikamalize mitihani kwanza, lakini mnavyosema nimetendewa, ni kweli nilitendewa. Baba alisisitiza sana kwamba nijue, aweze kujua, lakini mama akamwambia tu basi tumwache binti, akienda akirudi atatuambia. Baba alisikiliza ushauri wa mama, na hivyo mimi nikaruhusiwa kwamba niweze kwenda shuleni nikamalizie mitihani. Lakini ni ukweli, mimi nilikuwa nimeokolewa. Mizimu bana ilinifanyia mambo mazito. Nilirudi shuleni, nikafanya mitihani, nikamaliza.
Niliendelea kuwa salama kabisa.